Niaba ya serikali ya mkoa wa Njombe, napenda kutoa rasmi kwa umma kwamba maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani maarufu kama Mei Mosi mwaka 2026 kitaifa yatafanyika hapa Njombe. Sherehe hizi zitafanyika katika kiwanja kipya au uwanja mpya wa mkoa uliopo Runyanyu. Hili ni eneo ambalo liko karibu na halmashauri ya mji wa Njombe ambalo limeandaliwa mahususi kwa ajili ya tukio hili. Watu wa Njombe wanajua tumezoea kufanya sherehe zetu na matukio yetu makubwa kwenye uwanja wa Sabasaba mjini. Lakini moja ya alama kubwa ambayo sisi kama mkoa tutaikumbuka Mei Mosi ni pamoja na ujenzi wa uwanja mpya wa mkoa. Na eneo hili la uwanja liko ubavuni mwa makao makuu ya ofisi za halmashauri ya mji, lakini pia linapakana na eneo la makao makuu ya mkoa. Tunayo heshima kubwa kuwataarifu Watanzania wote kwamba mgeni rasmi katika maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani atakuwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Na kauli mbiu ya maadhimisho ya Mei Mosi mwaka 2026 ni kazi zenye staha, ni nguzo imara kwa maendeleo endelevu katika utekelezaji wa Dira ya Taifa 2050. Mkoa wa Njombe umejipanga kikamilifu kuhakikisha maandalizi yote yanakamilika kwa viwango vya juu, kwa viwango ambavyo vinakidhi kiongozi mkuu wa nchi kuweza kuja kuhitimisha sherehe hizi. Napenda kutumia fursa hii kukaribisha wafanyakazi wote kutoka sekta za umma na sekta binafsi nchini, lakini kwa upekee sana niwakaribishe wananchi wote wa Njombe. Wote, wananchi wote kwa maana ambao ni wafanyakazi na wasio wafanyakazi, walioko mashambani, wajasiriamali na watu wa makundi yote, hata kama hawana shughuli za kufanya rasmi na zisizo rasmi. Naomba niwakaribishe kushiriki kwa wingi katika maadhimisho haya muhimu. Hii ni fursa ya kuenzi mchango wa wafanyakazi katika maendeleo ya taifa letu pamoja na kujadili masuala muhimu yanayohusu ustawi wa wafanyakazi. Sasa Mei Mosi ya mwaka huu imekuwa na vitu vingi. Na moja ya eneo ambalo wananchi wangependa kufahamu ni eneo la ulinzi na usalama. Nitumie nafasi hii kama kiongozi wa mkoa kuhakikisha kwamba sisi kama mkoa tumefanya maandalizi ya kutosha. Na sisi kama mkoa tumejidhatiti kuhakikisha kwamba shughuli inamalizika vizuri, wananchi wetu na shughuli zao zote zinafanyika kwa chini ya uangalizi mkubwa wa ulinzi wetu na usalama sisi kama mkoa wa Njombe. Lakini lazima tujue kwamba ujio wa Mheshimiwa Rais kwenye mkoa ni fursa kubwa. Mheshimiwa Rais anapokuja anakuja na wasaidizi wengi, mawaziri, makatibu wakuu, mabalozi, wakuu wa taasisi na viongozi wa makundi mbalimbali. Hiyo ni fursa kubwa sana kwenye mkoa wetu wa Njombe, na naomba wananchi wa mkoa wetu waweze kuitumia fursa hiyo vizuri. Na namna kuitumia vizuri ni pamoja na kuja kuungana na Mheshimiwa Rais kwenye uwanja wetu wa Runyanyu pale ambapo Mheshimiwa Rais atakapokuwa anaongea na Watanzania kupitia hotuba yake. Lakini wananchi wetu wa mkoa na sisi kama viongozi wa mkoa, utayari wa wananchi ni mkubwa. Utayari wa wananchi ni mkubwa sana kwenye kumpokea Mheshimiwa Rais, kwa sababu tunao miradi mingi sana ambao kazi za rais kwa mkoa wa Njombe hazihitaji tochi. Tuna kila sababu ya heshima hii kubwa ambao Mheshimiwa Rais ameifanya kwenye mkoa, pamoja na tukio hili kubwa la kuja kwenye mkoa wetu limefungua fursa nyingi. Wananchi na sisi wenyewe kama wana Njombe tuna kila sababu ya kujumuika na Mheshimiwa Rais kwenye kumpokea, lakini kuwa naye kwenye viwanja vya Runyanyu pale atakapokuwa anahutubia Watanzania.
Na sisi tunasema tarehe 1 taifa litazungumza na Mheshimiwa Rais akitokea viwanja vya Nyayo mkoa wa Njombe kwenye maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani kitaifa. Na nitumie nafasi hii ninapohitimisha kuwashukuru sana wenzetu wa TUCTA, Rais wa shirikisho la TUCTA kakangu Nyamuokya na vyama vinavyounda mwamvuli wa TUCTA kwa namna ambavyo wameheshimisha mkoa wetu, kwanza kwa kuamua shughuli hizi kuzileta kwenye mkoa na baadaye wizara ikaridhia. Nichukue fursa hii Mheshimiwa Rais kukushukuru sana wewe na timu yako kwa kutupokea na kutupa ushirikiano mkubwa sana kwenye maandalizi ya siku hii ya wafanyakazi duniani. Nishukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutukubalia kuwa mgeni rasmi wa sherehe zetu za Mei Mosi mwaka huu. Najua anapokuwepo Mheshimiwa Rais mambo mengi yanafanyika, na kawaida yetu katika sherehe zote za Mei Mosi tunazofanya, anapokuja Mheshimiwa Rais kwenye Mei Mosi haji peke yake. Ni imani yetu atafika Mheshimiwa Rais, atafika Mheshimiwa Makamu wa Rais, atafika Mheshimiwa Waziri Mkuu na mihimili yote mitatu ya nchi huwa inakuwepo. Kwa hiyo Njombe itazizima, Njombe itapokea ugeni mkubwa kwa mara moja. Naamini jambo hili halijawahi kutokea katika mkoa huu. Kwa hiyo ni siku ya kipekee sana kwetu. Lakini Mei Mosi hii ni kubwa katika maeneo haya ya nyanda za juu kusini. Mikoa mingi haitafanya Mei Mosi. Mkoa wa Songwe, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Ruvuma na mkoa wa Iringa wao hawatasherehekea Mei Mosi mwaka huu, bali sherehe zao zitafanyikia mkoa wa Njombe. Kwa hiyo msishangae kuona watu wote katika mikoa hiyo wanakuja Njombe. Ni imani yetu tarehe 1 itakuwa siku kubwa itakayojaa watu sana. Kama alivyokishazungumza Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, umekuwa na wageni wengi. Idadi ya watu hapa inazidi 5,000 ambao ni wapya, sio wa mkoa huu. Umeona maonesho ya OSHA. Wamefanya maonesho mazuri sana. Waajiri mbalimbali wametoka maeneo yao mbalimbali, kutoka kona mbalimbali za nchi, wamekuja kutuonesha namna gani wanalinda afya na usalama wa wafanyakazi ambao ni wanachama wa vyama vyetu. Kwa hiyo Mei Mosi ya mwaka huu imekuwa nzuri. Nichukue nami fursa hii kuwakaribisha wafanyakazi wote kila kona ya nchi wafike. Waajiri ambao wana zawadi zinazokidhi vigezo vya kuja kupewa na Mheshimiwa Rais, tunawakaribisha kwa sababu wafanyakazi wanapata moyo wanapopewa zawadi kubwa na kiongozi wa nchi. Kwa nami niseme kwa hayo machache, mkoa wa Njombe kwa sasa, hasa mji wa Njombe, uko tayari kuwapokea wageni watakaoongezeka siku hiyo ya tarehe 1. Nafahamu wengi watalala maeneo ya Iringa na maeneo mengine ya Mafinga na njiani kuja huku. Nitoe wito kwa wawahi asubuhi kwa sababu shughuli hizi zinaanza mapema. Watakaolala Iringa wawahi kutoka Iringa kuanzia saa 9, 10 za usiku ili wafike hapa kuanzia saa 1 asubuhi kwa sababu milango itakuwa wazi na baada ya hapo milango itafungwa. Kwa hiyo wajitahidi wawahi ili waweze kushiriki shughuli hiyo muhimu siku ya tarehe 1. Niwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Niwashukuru sana wana Njombe. Niwashukuru sana viongozi wenzangu wa wafanyakazi. Niwashukuru sana uongozi wa mkoa kwa kushirikiana nasi ili kuweza kufika hiyo siku yetu ya tarehe 1 ambayo ni kumbukumbu nzuri sana kwa wafanyakazi.